Haleluya. Naitwa Teresa na kukaribisha katika Rhapsody ya uhakika ya vijana hali maarufu kama TIVO inayoandaliwa na mchungaji Chris Oyakilome. Na ujumbe wetu wa leo unasema kukua na kuzidishwa katika neema. Na somo letu la msingi linatoka katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 ambao inasema, lakini kila mmoja wetu amepewa neema kwa kadri ya kipimo alichogawiwa na Kristo. Pastor anasema tuzungumze katika hili. Kuvaa sare za shule hazikufanyi kuwa mwanafunzi bora. Isipokuwa kusoma, kujifunza na kukua kunakupa nguvu ya kuwa na viwango vya juu. Sare itakutambulisha tu, ila ujuzi unakuinua. Hivyo ndivyo upako na neema vinavyofanya kazi. Kuna tofauti kubwa kati ya neema na upako. Watu wengi wanatumia maneno haya kwa kuyafananisha. Hata hivyo, neno la Mungu linaonyesha hayafanani. Upako ni kuwekwa wakfu na uwepo wa ndani wa Roho Mtakatifu. Uamsho unaokutenga maalum kwa ajili ya kusudi. Neema kwa namna nyingine ni uwezo wa kiungu na upendeleo unaopewa kulingana na wito fulani au majukumu katika mwili wa Kristo. Kwa hivyo kila Mkristo amepokea upako sawa, kwa sababu ni Roho yule yule anayekaa ndani yetu sote. Na hili linathibitishwa katika Waefeso 4 sura ya 7 ambayo inasema, lakini kwa kila mmoja wetu amepewa neema kulingana na kipimo cha zawadi ya Kristo. Hata hivyo, neema inafanya kazi tofauti. Unaweza kukua katika neema. Wa Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18 unalithibitisha hilo. Kwa hiyo neema kwenye maisha yako inaweza kuzidi, kama ambavyo Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 2 unavyoweza kulithibitisha. Na unaweza kupokea neema zaidi kama Biblia inavyosema. Kwenye Yakobo 4:6 inasema anatoa neema inayozidi. Ndiyo, anatoa neema inayozidi, lakini sio upako unaozidi. Unaweza kukua katika neema kwa kadri unavyokuwa kiimani kwenye maarifa ya neno la Mungu na mafunuo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neema inafunua mipaka ya ushawishi na ufanisi katika wito ulioitiwa na Mungu. Tambua hivyo ili upate neema yako, ili pale neema yako inapoongezeka, upako wako ujue uko kamili. Tayari una ujazo wa Roho. Ishi kwa uelewa huu na ruhusu neema ya Mungu izidi kwenye maisha yako katika maarifa na ushirika wako wa neno. Haleluya. Na ukiingia katika masomo ya zaidi, tutasoma Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 2. Neno linasema, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Pia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27, neno la Mungu linasema, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yale yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Pia Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Tamka maneno haya kama sehemu ya ukiri wako wa imani. Sema, Baba mpendwa, nashukuru kwa kunipa Roho wako bila kipimo na neema yako kukamilisha wito wangu. Natembea katika ufahamu kuwa nimejazwa upako na nimetiwa nguvu na Roho Mtakatifu kukamilisha kusudi lako katika maisha yangu. Ninavyokuwa katika neema na maarifa, nina matokeo makubwa katika maisha yangu, manufaa na matunda kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
pasta anakuambia chukua hatua siku ya leo. Jikabidhi kikamilifu kusoma neno la Mungu kila siku. Tulia kwa upole na fundisha na ongeza ufahamu kwa ushirika wako na Mungu. Mpaka kufikia hapo tumefika mwisho. Mungu